vya maandiko ambayo hiki kinaaminiwa na Waislamu na hiki kinaaminiwa na Wakristo? Kwanza, katika vitabu vyote hakuna neno Kwaresma. Si Biblia wala Qur'an, hakuna neno Kwaresma. Umenipata vizuri? Hakuna neno lililoandikwa Kwaresma. Na hii inazungumza kwa kinywa kipana kabisa. Ikitokea Mkristo yoyote, awe mchungaji, awe shemasi, awe padri, awe askofu, awe mwinjilisti, akinionyesha funga katika Biblia inaitwa Kwaresma, mimi mtu wa kwanza kutoka kwenye Uislamu. Wakristo wanafunga nini na kati hakuna kitu kinachoitwa mfungo wa Kwaresma katika kitabu cha Biblia? Wanadanganywa na viongozi wao. Umenisikia Bato? Wanadanganywa na viongozi wao. Na ndio maana ukisema katika Isaya 56 Mungu anasema watu wangu wamepotea kwa kuwa wachungaji wao wamewapoteza. Kwa hiyo wachungaji hawafundishi kilichoandikwa katika Biblia. Wachungaji wanafundisha yanayotoka katika vichwa vyao. Kitu kibaya sana. Sana. Ngoja nikusomea andiko la tahadhari la Bwana Yesu katika Mathayo 15 mstari wa 7. Nisome 15 mstari wa 7. Kwa mtu anayenifuatilia afungue 15 mstari wa 7. Yesu alisema maneno mazito sana. 15:7 Bato inasema hivi: enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo tu, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo. Basi Yesu anatoa tahadhari. Kwa hiyo hayo ni maagizo ya wanadamu. Sasa mwezi wa Wakristo kufunga ni upi kama Kwaresma sio? Wao wanafunga nini? Asante sana. Swali zuri sana. Mimi swali hili sitaki nijibu mimi. Nataka swali hili nipeleke moja kwa moja kwa kitabu cha Biblia katika Isaya 58 mstari wa 5. Isaya 58, umeniuliza swali zuri sana. Wanafunga nini? Hii hapa 58:5 Isaya. Anakuambia kwamba je, kufunga namna hii ni swaumu niliyoichagua mimi? Limetajwa neno nini hapa? Je, kufunga namna hii ni swaumu niliyoichagua mimi? Neno nini hapa? Swaumu. Swaumu. Waislamu nao wanafunga nini? Swaumu. Kwa hiyo Biblia nao watakiwa wafunge nini? Swaumu. Wamepata wapi Kwaresma? Kwa hiyo hakuna Kwaresma. Bato, hakuna. Kwa hiyo Wakristo nao walitakiwa wajumuike na Waislamu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bas. Umeelewa? Hakuna neno linaloitwa Kwaresma katika funga. Na sisi Bato hatufungi Ramadhani. Sawa? Kwa sababu Ramadhani ni mwezi. Kiarabu Ramadhani ni mwezi wa 9. Umeelewa? Tunafunga saumu inayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Umeelewa? Kwa kwenye Biblia kumeandikwa saumu pia. Si umeisoma? Acha nikuongezee nyingine. Yoeli 1:13. Unajua ya mambo tunavyoyasema, mtu anaweza kusema bwana sio kweli. Mimi nataka wewe Bato usome mwenyewe uone. Sawa Yoeli 1:14 hapa. 1:14. Anakuambia kwamba takaseni swaumu. Iteni kusanyiko la dini. Takaseni swaumu. Sio Kwaresma. Takaseni swaumu. Shehe, maana ya swaumu ni nini? Swaumu ni funga inayopatikana kwa Waislamu. Inaitwa swaumu. Umeelewa? Ni funga inayopatikana kwa Waislamu, inaitwa jina lake swaumu, sio Kwaresma. Mimi naendea kwa kifua kipana na maneno mapana. Katika Biblia hakuna neno Kwaresma. Mimi nawaisi sana Wakristo wasome Biblia. Mimi ninavyosema hivi Bato si kama na washikashifu, wanadanganywa, wanapotezwa. Wachungaji wao wanawapoteza. Yaani hawaendi katika mstari. Unajua sisi Bato huwezi kutudanganya kwenye Uislamu. Nenda msikitini pale swalisha unavyojua wewe. Kula mawe. Wa mawe. Sema tudhalikal kitabu la raiba fi hudan lil mushrikin. Mtu atakwambia subhanallah kwamba baba umegonga, umekosea.
tukimaliza swala tutakuweka kikao. Bwana tuambie. Umesoma wapi hiyo? Jana nilikuwa na prophet anaitwa IPM kama unafahamu. Nilikuwa naye kwenye interview kama hivi. Akaniambia kwamba moja kati ya kitu ambacho Waislamu wamewini ni kwamba msahafu, maneno ya Qur'ani hayakutoholewa, yani hayakubadilishwa, na mtu yoyote ambaye ataweza kutohoa basi anaweza hata akapigwa. Kwanza unatoaje? Si tunajua Qur'ani ina juzuu 30, ina sura 114, ina aya 6236, ina maneno 76440, ina herufi 322,373. Ndio maana kila mwaka taifa kuna mashindano ya kuhifadhi nini? Wewe ukitoa herufi moja tutakwambia ya babako sio ya Mungu. Uko hisani kabisa, tuambie ipo. Kwa sababu tunajua si kila kitu kilichopo, tofauti na Biblia. Biblia imetiwa mikono ujue. Ngoja Bato nikufundishe kitu, alafu alichokisema huyo bwana huyo usoma katika Kumbukumbu la Taurati. Tusome Yeremia 8:8, kitabu cha Yeremia 8:8. Yeremia hii 8 mstari wa 8 huu hapa. Hebu isome wewe. Anakuambia kwamba mwasemaje sisi tuna akili? Ni torati ya Bwana. Na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Unaelewa? Yeremia, sema Taurati imefanywa kuwa uongo. Na ndio maana hukuti Taurati, unakuta Kumbukumbu la Taurati. Yenyewe iko wapi? Kama unavyosema kwamba ukweli ulikuwepo katika Agano la Kale kabisa, lakini sasa ndo limetiwa mikono, na ndio maana unakuta baadhi ya vitu bado vipo, unaviona. Unauona mwezi wa Ramadhani huu Kiarabu unaitwa mwezi wa 9, sawa? Kiarabu unaitwa mwezi wa 9, ndio tunafunga nini? Swaumu, mwezi wa 9. Kuna kitu nataka nikuonyesha kidogo hapa, watu wasiseme kwamba tunasoma tu kwa akili zetu. Nataka kitu kidogo nikuonyeshe. Soma hii Yeremia 36:9. Yeremia 36. Basi ikawa katika mwaka wa 5 ya Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa kenda, watu wote walikuwa katika Yerusalem, na watu wote walikuja Yerusalem kutoka miji yote ya Yuda, wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana. Mwezi gani hapa? Mwezi wa kenda, mwezi wa 9. Mbona sasa? Hii ndio Biblia. Kwa hiyo watu walitia mikono wakatohoa. Lakini bado lipo linasema mwezi wa 9. Na sisi Ramadhani kwetu ni mwezi wa 9 wa Kiarabu. Kwa huu ni mwezi wa 10 tufanye, sababu imeshaisha. Huu ni mwezi wa 10 kwa Kiarabu. Kwa hiyo mwezi wa 9 walifunga wenzetu, na sisi mwezi wa 9 tumefunga. Wao wanapata wapi kwa resmi? Hakuna. Mimi nawasihi sana Wakristo wawe kama Waislamu, wasome hivi vitabu, wasisomewe. Shida kule kusomewa, sio kusoma. Sisi Waislamu tunasoma, wao wanasomewa. Mtu anakuja tufungue Mathayo 5:7 inasema 1 2 3 4, funga Biblia tupate kwaya kidogo, mchezo umeisha. Unaamini kwenye sikukuu ya Pasaka? Mimi naamini Pasaka. Unaamini Pasaka? Unaiamini kinamna gani? Sikukuu ya Waislamu. Sikukuu ya Waislamu. Sasa mbona haisherekewi na Waislamu wanasherekea wapi? Sisi hatusherekee, isipokuwa tunafunga katika ile siku ambalo limetokea tukio la wana wa Israeli kutolewa katika Misri kurudi katika nchi ya ahadi. Ni Jumaa Kuu. Katika Biblia hakuna. Kuna katika Biblia Ijumaa Kuu. Hakuna swala la Ijumaa Kuu. Mimi nakufundisha Pasaka. Pasaka ni Passover. Passover. Kuvuka juu ya. Sawa? Kuvuka juu ya. Sawa? Ndio inaitwa Pasaka. Asili ya Pasaka lazima urudi kwa watoto 12 wa Yakobo. Umenelewa? Yakobo alizaa watoto 12, lakini mmoja wapo alikuwapo mtoto mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa mtoto ambaye Mungu kamuumba katika uzuri wa ajabu.
kiasi ambacho Yakobo alikuwa anampenda sana Yusufu. Unajua katika watoto lazima kuna mtoto mmoja utakuwa unampenda sana, sijui umeelewa. Wale ndugu zake wakawa wanataka kufanya hila, kwa nini Yusufu apendwe kuliko sisi? Yusufu usiku aliota nyota 11 na jua na mwezi vinamsujudia. Akamwambia babake. Babake akamwambia, hii ni ishara ya ndoto, utakuja kuwa nabii, usiwasimulie ndugu zako ndoto hiyo, fayakidu laka kaidan, watakufanyia vitimbi wewe. Ndio tunafundishwa ndoto nzuri, usiwasimulie ndugu zako, watakufanyia husda. Wale wakapanga mission, tumtupe Yusufu katika milima huko, si tutapendeza kwa sababu Yusufu hayupo. Mwingine akasema hapana, tumtupe katika kisima, atakuja kuokotwa na wafanyabiashara, ataenda kuuzwa. Wakamfuata baba yao usiku, wakamwambia, baba, tunamwomba Yusufu tukacheze naye kesho. Babake akasema hapana, naogopa ataliwa na mbwa mwitu. Wakamwambia, ataliwaje na sisi tupo ndugu zake, na maana sisi hatumpendi, utuamini. Babake akawapa. Walipokwenda kweli wakamtumbukiza katika kisima. Wakachukua mbwa mwitu wakamua, alafu damu wakaichana chana, wakachana kanzu ya Yusufu wakapaka ile damu. Alafu wakarudi kwa baba yao usiku wanalia, baba, tulikwenda kucheza, tulipokuwa tunacheza katika michezo yetu, Yusufu kweli kaliwa na nani? Na mbwa mwitu. Umeona historia hiyo? Pashike hapo, akaliwa na mbwa mwitu. Babake akasikitika sana, lakini akahisi kwamba huu ni uongo. Kule kisimani sasa Yusufu anatumbukia. Hapa kuna story moja nataka nikupe ya Jibril. Wakati Yusufu anataka kutumbukia, Mungu anamwagiza Jibril, nenda kamtoe Yusufu katika kisima kwa sababu chini kuna nyoka ataliwa. Jibril malaika huo kutoka ardhi ya kwanza yuko mbingu ya 7, na mbingu ya kwanza mpaka ya pili kuna miaka 50,000, ya pili mpaka ya 3 50,000, mpaka ya 7 50,000. Kidume kile kilitoka kule spidi ya ajabu haijawahi kutokea. Anafika kisimani, anamkuta Yusufu robo ya kisima hajafika. Akamkuta uchi. Akarudi kwa Mungu akamwambia, Mungu, nimemkuta uchi. Akamwambia, nenda akaiambia ardhi nyanyuke. Akarudi tena nusu ya kisima hajafika. Akaiambia ardhi nyanyuka, ardhi ikanyanyuka. Yule mfanyabiashara akatia ndoo yake, akakiona kitoto anakivuta katika ndoo. Yusufu ndo akavutwa, akapelekwa Misri akauzwa. Alipouzwa Misri Yusufu kule, akakaa kwa mfalme, yakatokea yaliyotokea, akatiwa gerezani. Baada ya kutiwa gerezani, mfalme akaota ndoto. Yusufu akatafsiri ile ndoto. Yusufu akapewa hazina kwa mfalme wa Farao, akawa yupo katika hazina. Njaa ikatokea. Baada njaa kutokea, wale wa Israeli kwa Yakobo ndugu zake wakaja kuomba chakula Misri. Waisraeli kuna kuomba chakula Misri. Ndugu zake wale waliomtosa kisimani. Yusufu akawagundua, hawa mimi ni ndugu zangu. Akawauliza, nyinyi na ndugu yenu anaitwa Benjamini? Ndio, mkija tilipu ichayo John naye mtapata chakula cha ziada. Wakamshawishi baba yao kule, wakaja naye. Walipokuja naye Yusufu akamwambia mdogo wake, mimi Yusufu kakako, hawa ndugu zangu walinitosa kisimani, nitakupata vipi ukae? Akamwekea kitu katika mzigo wake, alafu pakanadiwa, jamani, umetokea wizi. Pakasachiwa, ndugu yake akaonekana na kile kitu, kwamba huyu lazima abaki kwa sababu mwizi. Akabaki hapo. Sasa walipokwenda, Yakobo ndio akaja na familia yake kuhamia Misri. Umeelewa? Wanahamia wapi sasa? Wakakaa utumwani kwa muda miaka 430. Kina Yusufu wakafa, mpaka Musa sasa ndo anaambiwa awatoe wana wa Israeli kutoka Misri kuwarudisha katika nchi ya Kanaani. Yakatokea mapigo 10, lakini pigo la mwisho likawa Pasaka. Nikupe haya kidogo, 16:1 Kumbukumbu la Taurati. Mimi nakufundisha vitu ambavyo wewe mwenyewe hata wakisema kwamba kweli bwana, hivi vitu sisi hatuvijui. 16:1 Kumbukumbu la Taurati, usome wewe. 16:1 Kumbukumbu la Torati linasema ya kwamba utunze mwezi wa Abibu. Utunze mwezi wa Abibu. Ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Endelea. Kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana. Ndio. Usiku Bwana Mungu wako. Umeona, mwezi wa Abibu. Mwezi wa Abibu. Hiyo ni katika Biblia. Hii nasoma Biblia, sisome kitu chengine hapa. Mimi nasoma Biblia, mwezi wa
Abibu ndio mwezi ambao wana wa Israeli wanatakiwa sasa wakatoe nini? Pasaka kwa Bwana Mungu wao. Umeelewa? Twende 12:1 Kutoka. 12:1 Kutoka inasema ya kwamba Bwana anza 2 itakuwa vizuri. 2 akasema kwamba mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Shika point. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Nini maana ya mwanzo wa mwezi? Mwezi wa kwanza. Wa kwanza. Endelea. Akasema ya kwamba utakuwa ni mwezi wa kwanza kwa mwaka kwenu. Anatafsiri sasa. Sawa. Endelea. 3 hiyo. Akasema kwamba semeni ni mkutano wote wa Israeli na mkutano wote wa Israeli mkawaambie siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumbani ya baba zao. Ndio. Mwana kondoo kwa watu wa nyumbani mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache watatoa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake karibu na nyumba yake watoe mwana kondoo mmoja. Itakwenda mpaka siku ya nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule, na kusanyiko lote la Israeli watamchinja jioni, nao baadhi watachukua damu. Sawa bwana, wataweka katika miimo ya nyumba, katika kizingiti cha nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imewekwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala kutokoswa majini. Imeokwa motoni kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama yake za ndani. Wala msizaze kitu chake chochote hata asubuhi, na kitu ambacho kitasija mpaka asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi. Pasaka hiyo kwanza mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Sawa. Kisha mmevaa viatu viguuni mwenu na fimbo zenu mkononi mwenu, nanyi mtamla haraka kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Umesikia Pasaka? Umeelewa? Umeelewa? Hii ndio nini sasa? Pasaka. Unachukua mbuzi kondoo tena mpaka siku ya 10 unamweka. Sisi hiyo siku ya 10 tunafunga, Waislamu wanaitwa Ashura. Siku ya 10 ya Pasaka tunafunga inaitwa Ashura. Pasaka kama ipo Kiislamu, Waislamu wanaisherehekea baada ya nini? Maana tunaona kwamba Wakristo wanaisherehekea baada ya kufunga siku 40. Sasa na wanasema kufa na kufufuka kwa Yesu. Si ndio hivyo? Si ndio wanavyosema? Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu. Lakini wana wa Israeli wanasherehekea nini? Pasaka. Wanasherehekea kwa sababu walikaa utumwani kwa muda miaka 430. Wanapovuka bahari ya Sham sasa wanarudi kwao. Kwa hiyo lile pigo ambalo wanakwenda kupigwa nalo Firauni ni lile pigo sasa. Pasaka mkishamchinja mnachukua nyama mnapaka kwenye miumo ya nyumba. Kwa hiyo wakati malaika wanakuja kupiga, watatazama nyumba ambayo ina damu, watajua hii ni mwana wa Israeli, hawaendi kupiga. Ndio panaitwa Passover, yani kuvuka juu ya. Watavuka zile nyumba, watakwenda katika nyumba nyingine. Swali la msingi la kujiuliza, wanaotuambia Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, wao wanapata wapi kutuambia kwamba Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, wakati Biblia yenyewe Bwana Pato haikubali kwamba Pasaka ni kufa na kufufuka Bwana Yesu? Nisome Luka 2:41, msikilize Yesu. Luka 2:41. Okay, akasema kwamba basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Simama kwanza. Wazee wa Yesu kumbe kila mwaka wanakwenda Yerusalemu wakati wa sikukuu ya nani? Ya Pasaka. Wazee wake Yesu. Endelea. 2 anasema ya kwamba na alipopata umri wake miaka 12 walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Yesu naye kafanyaje kumbe? Alipanda. Endelea. Anakuambia kwamba walipokwisha kutimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Asante. Unajifunza nini? Yesu alikwenda kufanyaje kwenye Pasaka na wazee wake? Alikufana. Nakwambia kwamba hujaiona vizuri. Rudi 41, soma vizuri tena. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Wazee wa Yesu wakati Yesu kipo kitoto
wanaenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Kumbe wazee wa Yesu na Yesu mwenyewe, endelea sasa kidogo. Na walipopata umri wake, na alipopata Yesu sasa umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Asante. Walipanda kama ilivyokuwa desturi ya wazee wake hawa, si ndio? Endelea. Na walipokwisha kutimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Hii nakwambia kwamba Yesu alibaki nyuma pamoja na nani? Na wazee wake. Wakati wanarudi Yerusalemu kwenye nini? Kwenye Pasaka. Si ndio? Kwa maana hiyo Yesu akiwa mdogo alikwenda na wazee wake kula nini? Pasaka. Alikufa nani? Unaongopewa wabatu. Kopewa sana. Unaongopewa sana, wanatia huruma sana. Unajua wanatia huruma? Tia huruma sana. Mimi kila nikiwatazama hivi, sipati picha. Kwa nini wanadanganywa? Wanasema Pasaka ni kufa na kufufuka Bwana Yesu. Mbona Yesu akiwa mtoto anakwenda kusherehekea nini? Pasaka. Alikufa nani Pasaka hiyo anasherehekea Bwana Yesu? Haujanielewa hilo swali? Yesu akiwa mtoto na wazee wake wanakwenda kufanyaje? Kusherehekea Pasaka. Na wao wanasema Pasaka ni kufa na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu. Wakati Yesu na wazee wake wanasherehekea, alikufa nani? Tumsome Yesu mwenyewe. Soma Mathayo 26:17. Mathayo 26:17. Hata siku ya kwanza mikate iliyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu. Wanamwendea nani hapa? Yesu. Kwa hiyo wanafunzi wanakwenda kwa nani? Kwa Yesu. Endelea. Wakamwambia, ni wapi utakapotuandalia? Tena ni wapi? Ni wapi utakapotuandalia? Utakapo. Soma vizuri, ni wapi? Utakapotuandalia. Usilichanganye. Wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka. Kuna kitu unajifunza? Nakuelewa. Vipi? Yaani hapo nakuelewa kwamba watu walisherehekea Pasaka. Na wanamuuliza Yesu. Yesu akiwa mdogo, akipia hata baada ya wanamwambia unataka wapi tukuandalie uile nini? Kwa hiyo Yesu anaandaliwa ale nini? Lakini wapo ambao wanakuambia kwamba Pasaka wanaisherehekea kama sikukuu ya kuchinja, kutoa kafara. Nilikuwa na Prophet IPM jana amezungumzia hilo kwamba Pasaka ni sikukuu kwa ajili ya kuchinja, kutoa sadaka hiyo ya kafara. Lakini hata na yeye pia ametangaza pia mwaka huu kufanya hiyo shughuli ya kuchinja na kutoa kafara. Ndio hicho cha wana wa Israeli anachokifanya yeye sasa. Na ndio maana niliwahi kumsikia yule bwana analalamika, mbona hatuchinji wakati wana wa Israeli walichukua kondoo wakachinja? Kwa nini Wakristo wengi hawachinji? Sijui wanafuata kitabu gani? Yaani ukiniuliza mimi bato unanionea kwa sababu wajibu wao ndio wanatakiwa wajibu swali. Kwa nini hawachinji? Mimi ukiniuliza unanionea kwa sababu mimi sio Mkristo. Mimi ninavyojua vitabu vinasema Yesu kala Pasaka. Si ndio hivyo bwana? Yesu kala Pasaka. Yesu alikuwa Myahudi na Pasaka kipindi kile ikawa sikukuu ya Wayahudi. Pasaka ambayo wanaashiria kufurahi miaka 430 waliokuwa utumwani. Sasa Wakristo hao wanapata wapi hii Pasaka ya kufa na kufufuka Yesu? Ngoja nikumalizie na kitu uone Pasaka kipindi hiko ilikuwa ni sikukuu ya nani wakati wa Yesu. Soma Yohana, kitabu cha Yohana 4:6. Yohana 4:6. Kuna kitu utajifunza hapa kizuri, alafu watafute Wakristo waambie bwana nielezeni hii aya ikoje. Yohana ya wachungaji na maaskofu. Yohana 6:4. Maaskofu ukiwauliza watapata Yohana 6:4. Isome. Yohana 6:4 anakuambia kwamba na Pasaka sikukuu ya Wayahudi ilikuwa karibu. Anasema sikukuu yana Wayahudi. Wakristo wameipata. Wayahudi na Wakristo tofauti hapa. Wayahudi na Wakristo tofauti. Hao wamepata. Kumbe hii sikukuu ya Wayahudi na Waislamu. Ndio inavyosema ya Wayahudi. Sisi tunaamini Musa alikuwa Muislamu. Imani yetu ipo hivyo. Ndio maana tunasema sikukuu ya Kiislamu Wakristo wameiba tu. Wanadanganyia watu kwamba ni kufa na kufuka kwa Yesu. Uongo, hakuna andiko hilo. Mimi ninatoa kabisa, nasema mtu akinitolea hilo andiko nipo tayari kuacha Uislamu.
Kumfuata IPM. Ambaye alikuwa Muislamu akakimbia kuwa Mkristo. IPM kwanza ukimtazama vile anavyohubiri yenyewe anakutia mashaka. Hasa yeye kaenda kwenye Ukristo anaambia watu wachinje, Ukristo anachinja. Wewe umeona Ukristo anachinja? Mimi namuombea yule apate mwisho mwema. Aliwahi kuniambia niombee nipate mwisho mwema. Kabisa. Kama mnawasiliana vizuri sana. Siku moja tukakutana TikTok akaniambia niombee nipate mwisho mwema. Nikamwambia na mimi nakuombea upate mwisho mwema. Kabisa. Apate mwisho mwema, yani aongoke. Sasa kumbe mwisho mwema kufanyaje? Kuongoka. Alikuwa mwenzenu yule? Sijui, sina taarifa hiyo kama alikuwa mwenzetu. Hata akiwa kanisani kuna baadhi ya aya anazitoa katikati ya ibada ya waumini wake. Ni Uislamu yule mtu. Au anatukana? Atukane Uislamu. Anafundisha vizuri sana. Mimi namuombea mwisho mwema. Mimi mashehe wakubwa wanasema unanikubali mno. Tunamkubali sana. Na ndio maana tunamuombea. Sisi hatuchukii mtu. Uislamu hauruhusu kumchukia mtu bato. Yani mtu yoyote tunaishi naye, ila tunamlingania aje katika dini ya haki sana, na sisi tunamuombea sana Mungu ampe mwisho mwema. Kwa hiyo waambie bwana, Pasaka sio sikukuu ya Kikristo wala sio kufa na kufufuka kwa Yesu. Pasaka sio sikukuu. Yesu alikuwa mdogo kala Pasaka na akiwa mkubwa kala Pasaka. Ina maana alijitangulizia hitima yake mwenyewe. Kwa unavyoona akajitangulizia, mimi hitima yangu nakula kabisa. Uongo, waache wachungaji waache kufundisha kitu ambacho sio cha kweli. Na mimi nawalaumu sana Wakristo. Kwa nini wao wanapenda kumsikiliza mtu bila kujua andiko lilipo? Ni tofauti na Uislamu bato. Sisi Uislamu ukisema jambo tu, aya, hadithi, lete dalili. Kwa nini wao mtu anatoa tu mdomoni, wao wanakubali? Dini haitaki hivyo. Umeelewa? Haikubali hivyo. Unatakiwa kuna mambo unasema bwana, hilo limepatikana wapi kwenye mstari? Kwa sababu vitabu si vipo. Kuna haja gani mtu atuongoze kupitia katika mdomo wake au kupitia wasome Biblia? Wakristo sikukuu yao ni ipi? Christmas. Hasa Christmas sikukuu. Nikikusomea Christmas tarehe 25 mwezi wa 12 alitokea matokeo ya ajabu. Hakuna Yesu hajazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Hakuna. Kuna mstari huo. Ukristo umetokea wapi? Kama hivyo Ukristo ni umetungwa tu. Kwa sababu bato ukisema Kristo, ukizungumza Kristo, neno Kristo ni cheo. Kwa mujibu wa King James Version ya mwaka 1954. Ni cheo cha mtu. Ni cheo ambacho mtu huyo anatarajiwa kuwa kuhani au nabii au mfalme. Wa Yunani wanamuita Kristo. Umeelewa? Kwa hiyo ukisema Yesu Kristo, maana yake Kristo ni cheo. Sasa wanachukuaje cheo alafu wanafanya dini? Na ndio maana sasa hivi ukiwauliza dini wasema sisi hatuna dini. Sisi tunamfuata Yesu. Yaani washajua kule wanapokwenda sio mahala salama. Kwa hiyo hakuna dini ya Ukristo ambayo Mungu anairidhia, hakuna hiyo. Si unanielewa? Hakuna dini ya Ukristo ambayo Mungu anaifanyaje? Anairidhia, hakuna. Ukristo umetengenezwa na watu kwa maslahi yao. Na ndio maana hawakuruhusu Mkristo wewe kujaribu kufafanua kitabu chako cha Biblia kukisoma. Wanataka wao ndio wakusomee. Kwa hiyo wakikusomea wanakupandikiza vitu wanavyotaka wao, na wanakwambia huwezi kuelewa Biblia mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Umeona punch lililowekwa hilo? Hilo konga limewekwa hilo. Na ukisikia konga ndo hilo. Yaani uweze kuielewa Biblia mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe shehe unaielewa Biblia? Roho Mtakatifu unaye? Sana. Mimi sina Roho Mtakatifu. Hilo kongwa. Yaani unajua bato limewekwa nini hilo? Yaani wewe usiweze kuhoji. Ukioji hauna Roho Mtakatifu wewe. Wewe umewekewa hivi. Upiti. Maana hiyo yani wewe umewekewa usipite, wenyewe ndo wanafanya hayo mambo sasa. Wanakwenda kufanya hayo mambo sasa kwa sababu wewe una Roho Mtakatifu, wao wanajifanya ndo wana Roho Mtakatifu, wao sasa ndo wanakufanyaje? Wanakulingania hivyo. Sijui umeelewa bwana Bato. Bwana, moja kati ya mtu ambaye sasa hivi anazungumzwa sana